miongoni mwa makundi ambayo yanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha Mungu ndio wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yule atakayetekeleza ahadi aliyowekeana na Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqa, na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, jawabu yake ni kwamba fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili, alladhina yatubun, ni wale wanaotubia, wanamwelekea Allah asubuhi na jioni wakimuomba msamaha. Ndio wakasema wanachuoni maana ya tauba, al-audatu ila Allah wa talabul maghfirah, ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka msamaha kwake. Wengine wakapanua zaidi wakasema at-tauba al-i'tiraf, ni kukiri makosa yako bainaka wa baina Allah, sio kutangazia watu. Wanadamu, tauba ni kujuta kwa yale makosa ambayo uliyoyafanya. Tauba maana yake ni kujivua kutokana na madhambi ambayo na maasi unayoyafanya, na tauba ni kuazimia kwamba mimi kuanzia leo basi niliyoyafanya tosha, narudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi la tatu la wale wanaopendwa na Allah ni wale watu wanaofanya uadilifu. Innal muqsitina inda Allahi ala manabirin min nuri, hakika ya wale wanaofanya uadilifu watakuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika majukwaa yaliyo juu, tena yaliyo na nuru. Kwa nini wapate majukwaa haya? Kwa nini wawekwe katika membar zilizoko juu? Ni kwa sababu yaadiluna fi hukmihim, wamekuwa wanafanya uadilifu katika kuhukumu kwao. Wazazi, tufanyeni uadilifu kwa watoto wetu. Mtume alayhi salatu wassalam anasema i'dilu baina auladikum, fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Watu wengi wanaporomoka katika hili, anachukua zawadi anampa huyu, na hata wakati wa mtume lilitokea, lakini alilikemea vikali sana. Walimu munaosomesha shule, kuweni waadilifu kwa wanafunzi wenu. Waume waliooa wafanye uadilifu kwa wake zao, na wanawake wafanye uadilifu kwa waume zao, ili tupate kuingia katika sifa ya wale wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala.